Kitabu cha Yakobo sura ya 2 mstari wa 26, maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Je, ile imani yaweza kumwokoa? Sura ya 2 mstari wa 14, ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Yakobo huyu unajua ndiye aliyekuwa mkuu wa kanisa la Jerusalem ya ndugu yake Yesu, lakini Yakobo huyu hajawahi kuwa mwanafunzi wa Yesu. Si kwamba hakuona, hakusikia wakati Bwana Yesu anapita anafundisha. Aliona, alikuwepo, na kwa hiyo alikuwa kama mwanafamilia, hakuwepo kama mtumishi wa Bwana. Lakini kwa kadiri siku zilivyoendelea akaanza kuelewa. Kuna vitu alikuwa anafuatilia, inawezekana anajiridhisha kwamba hii brother katumwa na Mungu kweli. Lakini baadaye alikuja kuelewa. Baada ya kuelewa akawa na imani kubwa, imani ya juu iliyofanya vitu vikubwa zaidi. Tunapozungumza juu ya imani, ufafanuzi mwingine ni kwamba gari kama gari inaweza kawa mpya kabisa na imepaki hapa. Tunasema tuna V8. Sasa lile V8 tunavyoliona na mabara yake yote na uzuri wake wote, lisipokuwa na mafuta haliondoki mahali lilipo. Unanipata vizuri? Lakini mtu akiongelea nasema, jamani, kajaliwa na gari jamani. Bonge ya gari la kifahari liko pale limepaki. Lisipokuwa na mafuta haliondoki, litabaki hapo. Kwa hiyo kama imani tunasema ni kweli kabisa, umeamini na umepokea. Lakini ili tuone matunda ya ile imani ni pale tunapoona vieti linaondoka pale. Na huwezi ukaenda kununua kwa imani. No. Unapoenda showroom au umeagiza kutoka nje, ikisha shuka pale bandarini, tuna testi pale na mafuta yapo. Angalia kwenye dashboard pale, ni 0 kilometers kweli? Ni 0 kilometers. Hii hapa ni mpya kabisa. Kila kitu tunatestiwa pale, tunajua ni kitu kipya, kwa kinaondoka kinatembea. Na imani ndivyo ilivyo. Tukiishia kuongea tu kwamba nitakuwa mfanyabiashara mkubwa, huna hata genge. Nitakuwa mtumishi mkubwa, hata utumishi wa mwanzoni hatuoni. Mimi ni mwana maombi na kwenye ndoto Bwana amenionyesha ninaomba nikiwa natikisa mpaka moto na shuka, kanisani haupo. Hakuna kitu kinafanyika. Kwa sababu nguvu ya Mungu inakuja na nguvu ya kujitoa. Ukiona watumishi wako juu wamejitoa, kujenga misingi ya huduma sio kitu chepesi. Kuijenga misingi ndo pana kazi kubwa. Haleluya. Nyumba mnaweza mkaanza kujenga wote 10. Usije ukawa mtu wa kubadilishwa yani imani yako ni kwamba nikipata tu vyumba hivi viwili nikafunika tu pale juu, hakuna kunyeshewa mvua, ndiyo, hata kama hakuna madirisha mwanangu mimi naingia. Alafu kakutana mtu anasema, mimi nilimwambia Bwana siwezi kuingia kwenye turubai wala kuingia mahali hapana dirisha, lazima niweke milango na ingia kwenye nyumba ambayo ina umeme tayari. Unabadilikia hapo na mimi hiyo nimeinasa. Nakutana mtu mwingine atakwambia, yani kwangu mimi sio umeme tu, nyumba imekamilika, nimevuta maji, alafu nimeweka na swimming pool pale. Hiyo nimeikamata nayo, nimeinasa. Sitaki kuingia kizembezembe, ni mtumishi wa Mungu. Simama kwenye kile ulichokuwa umekiamini. Kama utasikia ushuhuda wa mtu mwingine ukuongeze imani, lakini usio mtu wa kwenda na upepo, kwa sababu imani tunatofautiana. Yule mwenzia anayezungumza hiyo kitu ana misuli ya imani. Unaposikia ikujenge tu kwamba kumbe inawezekana, nikishavuka hapo nitamwamini Bwana katika makubwa zaidi. Inawezekana kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa katika ujenzi nikwambie, kuna tofauti ya gharama ya ghorofa na tofauti ya gharama ya nyumba ya vyumba vitatu, tofauti na gharama ya nyumba ya vyumba 10, lakini kuna tofauti ya aina ya udongo. Nyumba ni ile ile, ramani ni ile ile, aina ya udongo ni tofauti, mgumu alafu ni mfinyanzi, alafu kumekaa hivi. Kwa hiyo kuipata level kutoka pale chini mpaka kuja hapa juu tayari, yani hata kama ulikuwa hujapanga kujenga ghorofa, yani una ghorofa tayari vyumba viwili pale chini. Yani hiyo imetokea tu, haikuwa kwenye mpango. Kulingana nini? Unatafuta level. Hiyo ni kutafuta level tu ya ardhi. Gharama ilisha kwenda. Kwa hiyo kuna tofauti. Gharama ya ghorofa ni tofauti. Sasa hata kumaliza nyumba mnaweza mkaanza siku moja, wote mkaanza siku moja, ila hamtamaliza siku moja. Kwa nini hamtamaliza siku moja? Kwa sababu gharama ziko tofauti. Ili ujenge ghorofa inahitaji msingi mrefu kwenda chini, unahitaji nondo, unahitaji mkanda wa nguvu kutoka pale chini. Kwa alianza na milioni 50, alafu na anayejenga nyumba ya kawaida naye akawa na milioni 50, na yule naye ana milioni 50 na milioni 50. Atakwenda atapiga ile foundation, atapanda ikafika labda kwenye madirisha hapa, kulingana na ramani ya ghorofa yake, milioni 50 ikapozi hapa. Yule mwingine milioni 50 hiyo ikampandisha, akapaua, ikabaki tu kufanya finishing ndogo. Lakini wote walianza siku moja. Hata maono ndivyo yanavyotofautiana. Tunaweza tukaanza wote mwaka mmoja, lakini kuna wengine waliotangulia
Wale tulioanza nao pamoja ni mwaka huo. Kuna wengine wao swala la hawazi kiwanja sasa hivi, alishafanya finishing kila kitu, hivyo vyombo, wakati sisi ndio tuna enjoy mwaka 2025, tuna enjoy sauti, unaisikia vizuri, unajisikia raha. Mwenzio ni miaka 5 iliyopita alisha enjoy na kuenjoy na kuenjoy kwa bali ya sauti. Tunasema tunamshukuru Bwana, sasa tumekamilisha albamu ziko 2 sasa. Wenzio hata walishasahau na albamu ngapi, yani hawakumbuki vizuri, manake alishaenda mahali fulani. Kwa hiyo hawazi tena kwa habari ya kujenga kanisa, walishajenga. Wana viti vya kutosha pale kanisani, wana muziki wa kutosha, hivyo wako vizuri. Sasa hiyo haiwezi kukuvunja moyo wewe mwenye mpango wa kujenga ghorofa. Haleluya, haleluya. Haiwezi kunivunja mimi moyo kwamba kwa nini Mungu ananikawirishia mimi? Mbona tulianza pamoja? Kwa nini mimi sijafika? Inategemea na maono niliyo nayo. Maono makubwa na maandalizi yake ya kuyafikia maono yanakuwa makubwa. Haleluya, haleluya. Kuna tofauti kubwa sana ya Mungu anapomwandaa mtu anayekwenda kuwa na maelfu na mtu ambaye ameridhika kuwa na watu 200. Tofauti ni kubwa sana. Huyu aliye na ndoto za kuwa na maelfu ni lazima aandaliwe vilivyo. Kwa hiyo kama mitihani tunaipitia, haleluya, haleluya, mitihani nitaipitia kwa sababu Mungu anataka kuniimarisha. There is a God who hears all our prayers. Yes, there is a God who answers.